Alhamdulillah. Kwanza nianze na mechi ya juzi ambayo imetamatika dabi. Hongera kwanza. Hongera kwa mchezo mzuri, lakini bila shaka kuna kitu tofauti umetoka nacho. Ilikuwa mechi ngumu kiasi gani kwako ikiwa dabi ya kwanza kucheza tangu kuingia? Cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia nipende kuwashukuru wachezaji wenzangu kwa ushirikiano ambao tunafanya. Kikubwa mechi ile ilikuwa ni mechi ambayo tulikuwa na plani na plani ilikuwa ni kupata alama 3, lakini kutokana na matukio yaliyotokea tulipata alama moja, na pia tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana usiposhukuru kwa kidogo huwezi kushukuru kwa kikubwa. Kwa hiyo tunajiandaa kwa michezo ambayo inafuatia, na tunaamini kutokana na performance ambayo inaonyeshwa na mchezaji mmoja na kushirikiana na uongozi pamoja na benchi la ufundi, naamini msimu huu tutakuwa na kitu ambacho ni surprise. Goli lililofunga namna ambavyo ile kushangilia na mwamuzi kusema kwamba ilikuwa ni offside na wengine kuja na mawazo tofauti, ilikukata kiasi gani, lakini pia ilikuwa kwenye emotion ya namna gani? Hisia zilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu kwanza goli lilifunga katika mazingira magumu, alafu pia ukiangalia goli lililokataliwa, kwa hiyo ni kitu ambacho mimi mwenyewe kilinitoa katika mudi, lakini pia ile kumfuata refa kulalamika ni kitu ambacho, kwa sababu ni kitu ambacho tumepanga, kwa sababu tuna lazima mechi ile tupate alama 3, alafu kitokea mida kama ile unapata goli, alafu lazima ni mida kama ile anakuwa anapata goli, kwa lazima inakutoka katika mchezo. Ugumu wa kucheza dabi ulikuwa pengine automatic mechi zile huwa mechi za kucheza kwa plan na ni malengo, sio mechi za kurupuka. Kama tulikuwa tunavyoona watu wanacheza wanashambuliana kwa kupokezana, huyu anashambulia muda huu, lakini ni mechi ambayo sio ya kurupukia, ni mechi ya kutuliza akili na mambo mengi. Sawa, mnarejea kwenye michezo mingine ya ligi ya Malengo kama club, lakini wewe kama mshambuliaji, mashabiki wana matumaini makubwa sana na wewe. Malengo ya klabu ni kuhakikisha kila mchezo ambao tunacheza ni mchezo ambao tunapata alama 3. Maana ili tuwe mabingwa lazima tupate alama 3 kila mchezo ambao tunacheza. Sele, kwa performance ambayo unaionyesha sasa hivi, unaiona Simba kwenye mbio za ubingwa kuchukua title? Ndio malengo ambayo tuko nayo na ndio target ambayo tumebakia nayo sasa hivi, maana kwenye klabu bingwa tumeshatoka. Kwa hiyo mashindano ambayo yapo katika nchi yetu ni mashindano mawili, ni FA na ligi kuu. Kwa hiyo na tunahakikisha kama sisi wachezaji, malengo yetu na viongozi ni kuhakikisha tunafanya vizuri katika mashindano haya. Kwa binafsi kwenye mbio za kiatu cha ufungaji bora, maana sasa hivi una mabao 4 kama sijakosea. Siwezi kusema nafikisha idadi ya magoli mangapi, lakini mimi target yangu ni kuhakikisha kwanza napambania timu, kufunga inakuja, na kwa sababu inategea kuna mechi unaweza usifunge ile ka assist, lakini na kikubwa timu ipata alama 3. Kikubwa ni kupambania timu kwanza, then malengo yangu atafuata baadaye. Sasa kwenye ubingwa hapo anayewatangulia amewazidi alama 5, itakuwa rahisi kuzikabili alama 5 mpaka kuweza kufikia malengo yenu? Naweza nikasema alama 5 kuzifikia inawezekana, kwa sababu sisi na wao tuna mechi ya marudiano. Ukiangalia mechi yetu kishinda tunabakiza alama 2. Alama 2, kuna mechi bado zaidi ya mechi 18, 16 zimebakia. Ukiangalia mechi 16 wanakutana na timu nyingine, na kama ukiangalia ligi sasa hivi ina ushindani, hususan ukienda away katika timu ya unampata mtu ugenini kwake, ni mechi ambazo zinakuwa ngumu sana. Katika alama 5 hizo zikibaki alama 2 katika mechi 16, alama 2 zinawezekana zikapunguzwa. Kwa hiyo ila kikubwa sisi hapa tuhakikisha kila mchezo ambao tunacheza tuweze kupata alama 3 na sio kingine, ili kuwa juu pale. Maana hapo inabidi ninyi kama wachezaji wa Simba kila mchezo mnaocheza iwe ni zaidi ya finali. Na tuna kazi kubwa, kwa sababu kila mchezo ambao tunataka tucheze mbele yetu hakikisha tunapata alama 3, na sio rahisi. Ili kupata alama 3 lazima jasho na damu, ili kuhakikisha tunapata alama 3 kila mchezo. Unazungumziaje msimu, hususan wewe kwako wewe binafsi ukiwa mchezaji wa Simba, umetoka Wydad huko Simba Sports, ni timu mbili tofauti lakini zina hadhi kubwa kwenye mpira wa Afrika. Wewe kwako binafsi unazungumziaje? Cha kwanza, msimu huu ni msimu bora kwangu, naamini, na ni msimu ambao ninaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa niombe tu mashabiki waweze kutusupport, waweze kuamini kile ambacho mchango ambao unaweza kutoka. Sawa, shukrani.